Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama hivyo. Haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo inatakiwa, ambayo tumewaelekeza nini ambacho cha kufanya. Kwa hiyo wameondoka, wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo, na mwisho wa siku wameacha barua tu. Ngazi ya klabu, lakini ngazi ya taifa pia tumekuwa tunapiga hatua. Sasa vyombo vya habari tusikubali kirahisi kuingia katika sehemu ambayo inadidimiza mpira wetu, kwa sababu hata nyinyi waandishi pia mmekuwa ni sehemu ya kuchangia kwa kiasi kikubwa mpira wa miguu kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo msikubali kutumika kwa ajili ya kupeleka chini mpira wetu. Hilo kusema kweli natoa rai kwa vyombo vya habari kwamba kama kuna jambo lolote, kama mlivyokuja leo, mmekuja tumewapa taarifa kwamba hili liko hivi, hili liko hivi, lakini kumekuwa na sintofahamu nyingi ambazo zinatengenezwa na vyombo vya habari, lakini ni kwa sababu tu wameegemea katika upande fulani. Kwa hiyo niwaombe kwamba TFF imekuwa wazi katika masuala yote pale ambako mmekuwa mkihitaji taarifa. Kwa hiyo sioni sababu ya kumpa platform mtu ambaye ameamua kuchafua mpira wa miguu kwa namna yeye ambavyo ameiona. Kwa ninyi kama taasisi, Young Africans ndio hivyo wameamua kwamba wanachohitaji ili kusolve ninyi muandikie barua. Na mimi ninaona hakuna haja ya kuandikiana barua kama mnatuma posa kwa maelezo yako. Pengine kama walezi mmeona kuna njia mbadala ya kusolve jambo hili, au mnasubiri wasije tarehe 28 muone mnatumiaje kanuni? Njia mbadala ipi? Nimesema jambo la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi. Moja kati ya njia, si ndio? Tumeandikiana barua tayari, sawa. Tumejibizana barua, umemtumia hivi, amejibu hivi. Sasa TFF imesema njoo tukae tumalize hili unalosema kwamba unadai, na sisi tunasema kwamba tunakudai. Lakini unakuja tu kwenye ofisi za TFF alafu unaondoka bila kutaka hicho ambacho tulikuwa tumeelekezana. Manake sasa ulikuja kufanya nini kama umekuja na kundi la watu na umekuja tu kwa ajili ya kuonyesha pengine kwamba umefika kwenye ofisi za TFF, lakini kile ambacho kilitakiwa kufanyika hakijafanyika. Maana ni kwamba pengine mzozo ukiendelea hivi mwafaka hautopatikana. Sasa usinilishe maneno. Mimi nilichokisema kwamba moja kati ya kushughulikia jambo hili ni pamoja na kuwaita kukaa chini. Lakini mtu ambaye hataki kukaa chini, nini ambacho unafanya kama taasisi? Kwa sababu unatumia njia zote kuona kwamba ni namna gani ambavyo jambo hili linaweza kuwa sawa. Na ndio maana nimesema kwamba TFF tuko wazi katika kila jambo. Kwenye eneo la fedha tuko wazi mno. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kuweza kimbia. Ni kukaa chini na kuweza kuona wapi nadai, wapi nadaiwa, wapi nafanya nini ili jambo liende mbele. Kama kweli unataka kusolve jambo hili, maana yake unakaa chini na mtu ambaye unasema unamdai, ili uone kwamba nini ambacho mnachodaiana. Hata kwenye maisha ya kawaida tu, maisha binafsi, tunadaiana huko. Lakini tunapodaiana nini ambacho tunafanya? Tunakimbiana. Kwamba wewe unayedai unamkimbia mdai wako, sio kweli. Maana yake ni kwamba ni lazima mkae mkubaliane kwamba bwana, deni hili tutalipana vipi, au deni hili likoje. Huyu anasema bwana, nilishakulipa hivi vielelezo vyangu kwamba nilishakulipa, nilikulipa vipi, nilikulipa hivi na vitu kama hivyo. Ndio maana ya reconciliation, kwamba unakaa mnapitia kwamba unasema unadai kwa mfano milioni 200, si ndio? Unasema milioni 200 hii nakudai kwa sababu ya hii. Mimi nitakwambia kwamba milioni 200 hii unayodai ulisema 1 2 3 hiki hapa, 1 2 3 hiki hapa, 1 2 3 hiki hapa. Mwisho wa siku tunasema sawa, baada ya hiki manake hiki kimekwisha, nakudai 1 2 3, nakudai 1 2 3, si ndio? Mwisho wa siku na mimi nakwambia nachokudai ndio hiki. Kwa hiyo tunakaa na wewe pia unaona kwamba kweli mimi nadaiwa.